ya Garashi kule eneo bunge la Magarini. Tusalie kwenye masuala ya elimu. Walimu, wanachama wa KUPPET na viongozi wa siasa katika kaunti ya Elgeyo Marakwet wametishia kuhama katika kaunti hiyo iwapo tume ya kuratibu mishahara ya wafanyikazi wa umma SRC watatekeleza mjadala unaoendelea kuhusu kuondolewa kwa marupurupu ya kazi katika mazingira magumu. Akizungumza katika mji wa Iten, kaunti ya Elgeyo Marakwet, katibu wa muungano hiyo Paul Biwott amesema kuwa wanapitia changamoto nyingi katika utendakazi wao, ikiwemo utovu wa usalama katika bonde la Kerio, huku wakitaka idara husika kutathmini swala hilo kabla ya kutekelezwa. Kauli yake imeungwa mkono na mbunge wa Marakwet Magharibi Timothy Toroitich. Kupitia mahali kama Kapkobil ni ngumu sana. Walimu tu wamejitolea kwa sababu wako kwa sababu hii kazi ya walimu imechukuliwa kama ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu mwenyewe Yesu Kristo alifanya. Ndipo wanajitoa hivyo. Kwa hivyo naona kwamba wasifanye hivyo, naona walimu wote watatoroka na kwenda kwingine. Mahali penye kuna usalama, mahali huwa nashangaa, which factors do you consider when going a place an area? A place where you cannot go moving even during the day with no peace. So Elgeyo Marakwet County imekuwa na hardship allowance. Civil servants, walimu wamekuwa na hardship allowance kwa sababu mtu akitoka mbali hawezi kukubali kuenda mpaka Tot, mahali kumekuwa na mambo ya insecurity kama kuna hardship allowance. So kwa hivyo walimu wengi, hiyo hardship ikitolewa, civil servants, hata walimu ambao hawawezi kuenda sehemu hili, na inamaanisha kwamba itahujumu mambo ya masomo na mambo ya development katika sehemu hii yetu ya Elgeyo Marakwet County. Kutoka Elgeyo Marakwet, mimi sina la ziada, ila nikushukuru kwa kutazama taarifa hizi za Mbiu ya KTN. Alinisaidia taarifa hizi kwa lugha ya ishara ni Meresha Uwitu. Usikose kuungana naye Ali Manzu kwenye taarifa za KTN leo. Kwa heri, ubaki na wingi wa heri. Mimi ni Suleiman Yeri.